Sasa leo tutajifunza kuhusu mbinu za kisaikolojia ambazo watu wanazitumia kutawala watu wengine. Hizi mbinu ni muhimu sana uzifahamu, na ukizijua unaweza ukazitumia kwa lengo zuri kwa watu, lakini pia unaweza ukajilinda kwa wale watu ambao wanazitumia kwa lengo baya. Lakini ni vyema uzitumie vizuri, kwa sababu ukizitumia vibaya zinaweza zikaribu kabisa mahusiano yako na watu wengine. Okay, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elkarim TZ, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa sheria ya kurejesha fadhila, au kwa Kiingereza inaitwa reciprocity. Sasa sisi binadamu huwa tuna asili ya kujisikia wenye deni tunapofanyiwa kitu kizuri. Binadamu yoyote unapomtendea wema, huwa ndani yake huwa anakuwa na kitu kama deni cha kurudisha ile fadhila. Na hii ipo kabisa kisaikolojia. Mtu yote anapokusaidia kitu au anapokufanyia upendeleo fulani, huwa unajisikia kama kuna deni la kuja kurudisha kile kitu. Na ndio maana hata mtu akikukopesha 10,000, unakuwa rahisi na wewe kuja kumkopesha, kwa sababu ndani yako kunakuwa kama kuna deni la kwamba huyu mtu alinisaidiaga siku moja, ngoja na mimi nimsaidie. Kwa hii ipo kabisa kisaikolojia kwamba binadamu tunapokuwa tumesaidiwa au tumefanyia upendeleo fulani, tunakuwa tunajihisi deni la kurudisha ile fadhila. Sasa hii mbinu pia inaweza ikatumika kumtawala mtu, kwa sababu kuna watu wanatumia mbinu hii kuja kukuongoza bila hata wewe kujua. Anaweza akatumia zawadi au upendeleo fulani ili uanze kujihisi deni la kurudisha ile fadhila, na akakuomba kitu, na wewe kwa sababu unakuwa unajihisi una deni ndani yako, unakuwa hauwezi kukataa. Sasa jinsi gani mbinu inafanya kazi? Mtu anakupa zawadi ndogo, upendeleo au elimu ya bure, na baadaye anakuomba kitu kikubwa zaidi. Na hii sasa, ili uelewe vizuri, hata kwenye mahusiano waga ipo. Unakuta mwanaume anampelekea mwanamke zawadi, anamtoa auti, anamulia simu nzuri, kama sasa hivi iPhone 17 Pro Max ndio yenye gharama zaidi. Kule mwanamke akija kuomba kitu hawezi kukataa, kwa sababu anakuwa anajihisi kama ni mtu ambaye hana fadhila. Na changamoto kubwa, binadamu unaposaidiwa au unapofanyiwa upendeleo fulani, ndani yako unakuwa unajihisi kama una deni la kurudisha ile fadhila. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi kukataa kile kitu mtu anachokuambia. Sasa hii inaweza kutumika kwa mtu kwa lengo zuri, lakini pia mtu mwenye lengo baya anaweza kaitumia. Anakuja kwako, anakutengenezea mazingira ya kupa kitu ambacho kina thamani, na wewe unakuwa unapata msukumo wa kurudisha ile fadhila. Sasa matokeo ya mbinu hii, unajikuta unakubali kwa kusema ndio, kwa sababu akili yako inakataa kuonekana kama mtu asiye na shukrani, hata kama hukuwa na mpango huo, kwa sababu umetendewa kitu kizuri. Na sisi kisaikolojia binadamu hatupendi kuonekana kama watu ambao hatuna shukrani, ya tunapenda kurudisha fadhila ili tusionekane ni watu wa tofauti, kwa sababu binadamu yote anapofanyiwa wema huwa anatamani na yeye arudishe ule wema. Kwa sababu huu mfumo anaweza kuutumia mtu mbaya, akaja kwako akatengeneza mazingira ya kukupa zawadi ndogo ili baadaye aje akuombe kitu kikubwa zaidi. Lakini pia huu mfumo unaweza kuwa ni mzuri kama mtu akiutumia vizuri, akaja kwako akakupa zawadi ili kutengeneza mahusiano mazuri. Sasa lengo la kujua mbinu hii ni kujilinda na watu ambao wanakuja kwa lengo baya. Jiulize, huyu mtu amekupa hichi kitu, usiwe na deni la kisaikolojia ndani kwamba lazima nimrudishie. Na kila kitu ambacho kinakuja kwako usijipe deni kwamba lazima mpaka nimrudishie huyu mtu. Ione kama zawadi tu ya kawaida ambayo mtu amekupatia. Lakini usipokuwa makini, unajikuta yule mtu anakuongoza na anataka kile kitu ambacho hata wewe unakuwa hauna uwezo wa kukataa. Hata wafanyabiashara wanatumiaga mbinu hiyo. Anaweza kuja kwako akakupa kitu kidogo, ukipokea tu na ukakitumia, basi anakuwa tayari ana uwezo wa kukushawishi, kwa sababu unakuwa unajihisi deni ndani yako. Hata kwenye sherehe huwa kuna ile issue ya kukata keki. Unakuta mtu anaitwa, wewe keki utakula kwa shilingi ngapi? Labda kwa 50,000. Anakatoa kile kipande cha keki anakula. Ndani yake tayari anakuwa anajihisi deni la kulipa ile fadhila, kama nimekula keki afu sasa niondoke hivi hivi. Kwa anajikuta analipa 50,000 kwa sababu ya kuondoa ile deni lililopo ndani ya moyo wake. Kwa hii pia inaweza ikatumika kumtawala mtu, kwa sababu binadamu sisi kisaikolojia tunapenda kurudisha fadhila kwenye vitu ambavyo tumefanyiwa na mtu. Kwa hiyo
Ni vizuri kuijua mbinu hii, lakini pia na kuifahamu vizuri ili uweze kujilinda na watu wabaya, lakini pia nawe kuielewa ili uweze kukusaidia katika maisha yako ya kila siku. Sasa mbinu ya pili ambayo watu waga wanatumia kutawala watu wengine inaitwa gaslighting. Sasa gaslighting kwa lugha ya Kiswahili ni kuvuruga ukweli au kumchanganya mtu akili. Sasa hii gaslighting ilitokana na filamu ambayo ilitoka mwaka 1944. Hiyo filamu ilikuwa inaitwa Gaslighting. Humo ndani ya filamu mwanaume alikuwa anajaribu kumdanganya mke wake, alikuwa anaenda kwenye taa zile za gesi, anapunguza mwanga, mke wake akiingia ndani anauliza mbona mwanga umepungua? Mume wake anamwambia wewe unaona tofauti, mwanga uko vile vile. Kwa mwanamke yule alikuwa anaanza kujiona kwamba anayoyawaza sio kweli, na mwanaume alianza kumjibu kumwambia wewe unawaza tofauti, unaona mambo tofauti. Hali hiyo ikampelekea mwanamke kuanza kupata mashaka juu ya mawazo yake. Kwa neno la gaslighting lilitoka kwenye filamu hiyo. Sasa likaja likatumika pia hata kwenye mbinu za kisaikolojia kwamba gaslighting ni kumchanganya mtu akili au kuvuruga ukweli. Hii ni mbinu hatari inayotumika sana kwenye mahusiano au siasa. Kwa sababu unakuta mtu anasema ukweli, lakini wewe unapindisha ule ukweli wake na kumfanya mtu aanze kutia shaka kuhusu kumbukumbu zake, mawazo yake na hisia zake. Yaani mfano mtu akakwambia hili jambo nilikuambia, unamwambia wewe kuniambia hilo jambo hilo. Ndio gaslighting inavyokuwa, kwamba ni kupindisha ule ukweli ambao upo ili mtu apoteze imani kwenye kumbukumbu zake, imani yake na hisia zake. Sasa hii mbinu inafanyaje kazi? Mtu anakudanganya kuhusu kitu kilichotokea, kisha anakuaminisha kuwa kumbukumbu zako ndizo mbovu au unawaza tofauti. Yaani mtu unakuta kuna ukweli kabisa upo anaujua, lakini anakuja nakwambia sio huo kweli. Alafu anakwambia wewe kumbukumbu zako ndio zina shida. Na hii pia hata kwenye mahusiano. Unaweza kukuta labda umemfumania mwenzako labda na meseji, anakwambia wewe una hisia za ajabu, au wewe unawahi sana kuwaza vitu tofauti, au wewe una wivu sana. Lakini ukiangalia kweli unakuta mwenzio kakuchiti na ukamwambia mbona unanifanyia hivi, lakini mwenzako kwa sababu anatumia mbinu ya kukuchanganya kiakili ambayo inaitwa gaslighting, anakwambia wewe shida una wivu sana. Lengo ni kuanza kutilia shaka maamuzi yako, hisia zako, lakini pia na kumbukumbu zako. So kishaanza kukosa uhakika wa kile ambacho unakihisi, unaanza kumtegemea yule sasa anaye kuongoza, na unaanza kumuona kama yeye ndo yuko sahihi zaidi. Lakini sasa sio mbinu nzuri kabisa, kwa sababu hii gaslighting inaweza kuathiri kabisa namna mtu anavyojiamini, kwa sababu mtu atakuwa hawezi tena kujiamini, atakuwa anamsikiza yule mtu ambaye anamuongoza au yule mtu ambaye amemfanyia hii kitu cha gaslighting. Sasa matokeo yake inakuwaje? Unaanza kupoteza imani, uwezo wako kufikiri ambao tunaita kwa lugha ya Kiingereza intuition, na kuanza kumtegemea yeye akuambie lipi la kweli na lipi si la kweli. Kwa sababu chukua mfano, upo labda kwenye kikao, ukasema labda hili jambo mimi nimekwaza na silipendi, mtu akakwambia wewe shida na wewe waga unawahi kukasirika sana, kwa sababu wewe waga unawahi kukasirika. Lakini ukiangalia kweli mtu alikukosea, lakini kwa sababu gaslighter ambaye ndio mtu anayecheza na akili yako, anataka lengo uanze kudharau hisia zako. Unajikuta unaanza kupata mashaka kwamba au kweli labda mimi nimekasirika kweli kwa haraka, au nimefanya vitu ambavyo sio sawa. Kwa hapo unaacha tena kujiamini, unaanza kumsikiliza yule gaslighter ambaye anakuongoza wewe. Sasa mbinu ya tatu ambayo inatumiwa na watu kutawala watu wengine inaitwa foot in the door, au kwa lugha ya Kiswahili inaitwa hatua ndogo ya kwanza. Sasa hii mbinu au hii kanuni ilitokana na wale wafanyabiashara wa zamani waliokuwa wanatembea kwenye majumba wakiuza bidhaa. Mara nyingi walikuwa wanaamini kwamba akishaingiza tu mguu wa kwanza mlangoni tayari ameshakubaliwa. Kwa hiyo idea ndio ikaleta hii kanuni ya foot in the door katika misingi ya kisaikolojia. Sasa hii inamaanisha nini? Kwamba mtu yote atakayekubali jambo lako dogo au jambo lako lolote mwanzoni, inakuwa rahisi kukubali jambo lako jingine. Na ni rahisi zaidi kwa sababu ilifanywa utafiti. Kuna watu walienda kuombwa wawekewe tangazo dogo la kuwalinda madereva wasitembee mwendo mkali, yani vibango vya kuonesha kwamba dereva atembee mwendo mzuri
kwa usalama wa barabarani. Wakaombwa kwenye majumba ambayo karibu na barabarani, wakaambiwa wawekewe vibango vidogo sana, wakakubali. Lakini baada ya muda wakaja wakaletewa bango kubwa. 76% walikubali kati ya wale watu ambao walikubali mwanzo. Kwa hiyo kaja kugundua kwamba mtu anapokubali jambo dogo anakuwa na mwendelezo wa kukubali jambo jingine, kwa sababu sisi binadamu ni binadamu wa misimamo. Tunapokubali jambo la kwanza inakuwa ni rahisi kukubali na jambo linalofuata. Sasa hii mbinu inaweza kutumika kwa mtu ambaye anataka kuongoza au kutawala, kwa sababu atakutengeneza mazingira ukubali kitu cha kwanza ili baadaye aje akuongoze bila hata wewe kujua. Sasa usipokuwa makini, hii mbinu inaweza kuingiza kwenye mfumo fulani bila hata wewe kujua. Sasa tuangalie jinsi inavyofanya kazi. Unakuta mtu anakuomba kitu kidogo sana ambacho ni rahisi kukubali. Kwa mfano, jisajili hapa upate kitabu bure, na ukishakubali, kwa sababu binadamu sisi tunapenda kuwa na msimamo, inakuwa sio vigumu tena kukubali jambo jingine. Na ndio maana mtu anaweza kuomba, samani, naomba hata unisaidie kitu fulani. Ukishakubali, maana hata kama kuomba jambo jingine unaweza kukubali. Hiyo ni kanuni ya foot in the door, kwamba si binadamu tuna tabia ya kukubali jambo mwanzoni na tunapenda kuonekana tuna msimamo. Kwa mwanzo kama ulikubali kitu, basi utaendelea na huo msimamo. Kwa mfano mtu akija akwambia naomba unisaidie jambo hili dogo sana, ukakubali, hata akija baadaye kuomba jambo jingine inakuwa ni rahisi wewe kumsaidia, kwa sababu sisi binadamu tunapenda kuonekana ni watu wenye maamuzi. Kwa yale maamuzi ndio wanatuasili sasa, kwa sababu hatupendi kuna watu tunabadilika. Hata wafanyabiashara wao wanatumia mbinu hii. Anakuja anakuambia unapenda simu inayokaa na chaji muda mrefu? Ukasema ndio. Kwa akija kuletea simu ambayo ina chaji ambayo inakaa muda mrefu, uweze ukataa kununua. Au anakuambia wewe najua vitu vyako ni vizuri, na ukasema ndio mimi vitu vyangu ni vizuri. Tayari unakuwa na mwendelezo wa ule msimamo wa kuendelea kumwamini na kufanya kile ambacho anakisema ule mtu ambaye anakufanyia hii mbinu ya kisaikolojia. Kwa hiyo idea kubwa ya hii mbinu kwamba si binadamu tunapenda kuwa na msimamo, kwamba tukikubali jambo dogo maana yake inakuwa tayari kukubali jambo linalofuata. Sasa matokeo ya mbinu hii yanakuwaje? Maana tunapokubali kitu kidogo unakuwa na uwezekano mkubwa wa kukubali maombi makubwa yanayofuata, ili uonekane kuwa una msimamo, yani consistency katika maamuzi yako. Unapoletewa jambo dogo, na hii hata wafanyabiashara wanakuwa wanaitumia hata online. Anakwambia jisajili kwenye application, utumia kwa siku 7, baada ya hapo anakwambia lipia. Kwa hapo sasa unakuta unaweza ukafanya malipo, kwa sababu unakuta una mwendelezo ule wa msimamo, kwamba kama mwanzo ulikubali maana yake unatakiwa uendelee. Hata vingamzi mbalimbali unakuta unapewa miezi 2 ya kwanza ya bure, baadaye unaambiwa ulipie sasa. Kwa sasa wewe, kwa sababu mwanzo ulikubali, unakuwa ni rahisi kukubali kinachofuata. Na ndio maana mtu yote anataka kukutawala, ataanza na kitu kidogo sana kwako, atakuomba. Ukikubali, basi akija kukuomba kitu kingine inakuwa sio vigumu kumsaidia, kwa sababu ya hicho. Kisaikolojia si binadamu tunapenda kuonekana ni watu wenye msimamo. Sasa mbinu ya 4 ambayo watu huwa wanaitumia kutawala watu wengine inaitwa fear of missing out, au kwa kifupi inaitwa FOMO. Kwa lugha ya Kiswahili maana yake ni hofu ya kupoteza. Sasa sisi binadamu huwa tunaogopa kupoteza zaidi kuliko kupata, na hii kwa Kiingereza inaitwa loss of aversion, kwamba vitu ambavyo tunavipoteza huwa tunakuwa na hofu navyo zaidi kuliko vile ambavyo tunaweza kuvipata. Na wafanyabiashara wao wanajua sana kutumia mbinu hii, kwa sababu vile vitu ambavyo vina uhaba au vinapatikana kwa shida huwa thamani yake inapanda. Na ndio maana unakuta sehemu nyingi wafanyabiashara wanatumia mbinu hii, kwamba bidhaa zimebakia chache, wai kabla muda hujaisha, kwa sababu kitu kionekana kina uhaba au ni kichache au cha muda mfupi, thamani yake inapanda. Na ndio maana hata ukiona kuna kama ni msimu labda wa maembe au ni msimu wa mahindi, waga yanashuka thamani, lakini kipindi ambacho mahindi yanakuwa machache, thamani yake inapanda. Ndio kanuni hii ya fear of missing out, yani hofu ya kupoteza. Sasa inafanyaje kazi hii kanuni? Unakuta unaambiwa ofa hii ni ya masaa 2 tu, ukichelewa inaisha, au watu 1000 tayari umejiunga, wewe unasubiri nini? Sasa unaona kabisa hizi ni sentensi za
kukuvuta ili uone kile kitu kwamba kitapotea. Na kwa sababu si binadamu kisaikolojia tuna hofu ya kupoteza kuliko ya kupata, unajikuta unaenda haraka kufanya maamuzi. Na sehemu nyingi hata wafanyabiashara unakuta wanasema zibakia 2 tu ofisini, au ofa hii inaisha leo jioni. Kwa hiyo unajikuta unafanya maamuzi kwa haraka ili usipoteze kile kitu. Kwa lugha rahisi ni kwamba sisi binadamu waga tuna hofu zaidi ya kupoteza vile vitu ambavyo tunaona ni vya umuhimu. Kwa hiyo ile hofu ya kupoteza huwa ni kubwa zaidi kuliko hofu ya kupata. Na ndio maana sasa hii mbinu wafanyabiashara wakubwa wanaitumia ili kuwavuta watu wafanye maamuzi kwa haraka. Kwa hiyo ndio maana utakuta zimebakia 2 au ofa hii imebakia kwa muda mchache, au ofa hii ni kwa msimu wa sikukuu tu, kwa sababu unaona kwamba kama siku ikiisha maanake sitaweza kupata tena ofa hii. Lakini huwa ni mbinu ya kisaikolojia. Hasa nini kinatokea baada ya mbinu hii kutokea? Unafanya maamuzi kwa kufuata mkumbo na hofu ya kuachwa nyuma badala ya kutumia akili ya kawaida. Kwa sababu sehemu yote ambapo binadamu anapokuwa na hofu, akili yake ya kawaida huwa haifanyi kazi, kwa sababu pale tayari unakuwa unaongozwa na hofu. Na ukishakuwa na hofu huwa kunazalishwa kemikali au homoni ambayo inaitwa cortisol. Ile homoni ya cortisol huwa inaharibu kabisa mfumo wa mwili wa kufikiri wa kawaida. Kwa hapo unajikuta ufanye tena maamuzi ya kawaida ya akili, unajikuta unaongozwa na hisia. Na hicho ndio wanachokitaka watu ambao wanatumia mbinu hii. Yaani uingie kwenye hofu, ushindwe kufanya maamuzi kwa kawaida ili ufanye maamuzi kwa hisia, sio kwa akili ya kawaida. Na wengi utakuta amenunua kitu, akifika nyumbani, mbona nimenunua hili jiko hata nilikuwa sina hata mpango, kwa sababu ya hii mbinu ya FOMO, fear of missing out. Sasa hii inaweza kutumika pia kukutawala wewe au kuongoza bila hata wewe kujua, kwa sababu wanaweza kutumia mbinu ya vitu ambavyo vina upungufu au wakakuonesha kitu ambacho kina karibia kuisha. Kwa sababu binadamu tuna hofu ya kupoteza, utafanya maamuzi haraka kwenda kuchukua kile kitu, lakini hata unakuta hicho kitu chenyewe ukihitaji. Kwa ni vizuri pia hii mbinu uifahamu na uielewe, kwa sababu pale unapokuja kukutana na huu mtego wa kisaikolojia una uwezo wa kujiondoa. Sasa mbinu ya 5 ambayo watu wanatumia kutawala watu wengine inaitwa social proof au uthibitisho wa kijamii kwa lugha ya Kiswahili. Sasa hii mbinu huwa inafanyaje kazi? Sisi binadamu huwa tunapenda kuangalia watu wengi wanafanya nini ili na sisi tujue cha kufanya, hasa tukiwa na wasiwasi. Na ndio maana huwa tunaangalia watu wengi wameenda kufanya jambo fulani na sisi tunafanya, au ukisikia mtu fulani kafanya hivi na wewe unafanya. Na hii mbinu hata wafanyabiashara wao wanaitumia. Utasikia wamama wengi wanatumia hichi kitu, au wababa wengi wanatumia hichi kitu, au wajanja wengi wanatumia hichi kitu, kwa sababu ya sisi binadamu tunapenda sana kufuata vile vitu ambavyo wengi wanafuata, kwa sababu tunapenda sana kuonekana, tunapenda sana kuondoa makosa, yani tusikosee. Sasa tunaamini kwamba watu wanapokuwa wengi wamefanya kitu fulani, basi kile kitu ni sahihi. Lakini unakuta kuna baadhi ya vitu pia vinaweza kutengenezwa ili kukupotosha na watu ambao wana nia mbaya. Lakini kwa sababu kisaikolojia si binadamu tunaamini zaidi vile vitu ambavyo vinapendwa na watu wengi, na vina nguvu kubwa ya kutushawishi sisi au kutuongoza kufanya maamuzi kwa sababu ya ule wingi wa wale watu ambao wapo katika hiyo sehemu. Sasa inafanyaje kazi? Na ndio maana unaweza kuta mainfluencer au watu au wafanyabiashara wanaonesha ushuhuda wa bidhaa zao. Unakuta watu wengi wamesaidiwa katika biashara hii, au mainfluencer wengi wanatumiwa kufanya matangazo, kwa sababu wale watu wana wafuasi wengi mitandao ya kijamii. Kwa nini? Kwa sababu inaaminika kwamba kama huyu mtu amefuatiliwa sana na watu wengi, hata wewe kiakili unaona kwamba huyu mtu ana ushawishi mkubwa. Kwa hiyo kwa mfano ametumia kitu fulani, ni unaona kama huyu mtu ametumia hichi kitu, basi hichi kitu ni kizuri. Sasa matokeo ya mbinu hii ni yapi? Akili yako huwa inajamisha kuwa kama kitu mtu anafanya hivi, basi ni sahihi, hata kama jambo lenyewe ni la hovyo. Sisi binadamu kisaikolojia tunaamini hivi kwamba hata kama jambo hili ni la ajabu, lakini kama watu wengi wanalifanya, unajikuta automatiki unafanya. Na ndio maana hii mbinu pia wafanyabiashara wanaitumia. Wanatumia watu au jopo la vijana, kama wanataka kuwashawishi vijana, wanaonekana wanafurahi kitu. Kwa hiyo hata wewe pia unaona kama vijana wenzangu wanafurahi, automatic unaona hiyo ndio njia sahihi. Hata kwenye migao kuta watu wengi wanakula sehemu moja wakiwa wengi, unashawishika, unaona kwamba hiyo sehemu ndio wanapika chakula vizuri, kwa sababu umeona watu wengi.
Na hii ni mbinu ya kisaikolojia pia ambayo mtu anaweza kutumia hii kukutawala, kwa sababu anaweza akatengeneza ushuhuda wa watu au akatengeneza kundi la watu ili kuonekana kwamba kile kitu ni kizuri, lakini unakuta labda sio cha ukweli, ili kukushawishi wewe kuingia kwenye mtego huu wa kisaikolojia. Sasa ukishajua kwamba mbinu hii pia inaweza kuingiza kwenye mtego huu wa kisaikolojia, una uwezo pia wa kujilinda, kwa sababu sio kwamba kila kitu ambacho watu wengi wanafuata ni sahihi. Unatakiwa ujiulize kwamba hichi kitu kweli ni sahihi na kinafaa kweli. Lakini ukienda kwa mwenendo wa kuangalia watu wengi wanavyofuata, unajikuta unaingia kwenye mtego huu wa kisaikolojia. Sasa tuangalie ni jinsi gani ambavyo unaweza kujilinda na hizi mbinu za kisaikolojia. Sasa siri kubwa ni critical thinking. Kabla ya kuitikia jambo lolote, jiulize, je, nafanya hivi kwa sababu nimeamua mwenyewe au kwa sababu nimepata msukumo fulani wa nje? Inaweza kuwa hofu, deni au mkumbo. Jambo kubwa kabisa ambalo mara nyingi watu ambao wanataka kukutawala au wanatawala watu huwa wanatumia sana hisia, kwa sababu si binadamu tunaongozwa na hisia zaidi kuliko akili ya kawaida. Kwa hiyo ili uweze kujilinda na mbinu hizi zote, jitahidi upate muda wa kukaa na kufikiria kwamba hili jambo unalofanya kweli nalifanya kwa sababu ya hofu, au unataka kulipa deni fulani, au ni mkubwa wa watu. Unapojiuliza, akili yako inaanza kufanya kazi kama kawaida. Lakini usipokaa chini kwanza kujiuliza, unajikuta unaongozwa na hisia, na hisia waga zinatuongoza kwa haraka zaidi kuliko maamuzi ambayo tunafanya kwa akili ya kawaida. Kwa hiyo jiulize kwamba hili jambo nalifanya kwa sababu ya kulipa deni, au kwa sababu ya hofu au mkumbo, au nataka labda kwamba niendane na watu wengine wanavyoenda. Kwa hiyo haya maswali unapokuwa unajiuliza kwamba kwa nini nafanya hivi na kwa nini niko hivi, unajikuta unaanza kupata ufahamu wa kuanza kuamua kipi ni sahihi cha kufanya. Kwa hiyo kitu cha muhimu kabisa ni critical thinking. Kaa chini, anza kujiuliza, kwa nini nafanya hivi? Kwa sababu gani? Hayo maswali hata kama hutapata majibu yake, lakini yataanza kukufungua urudi kwenye ufahamu wa kawaida, na hauwezi ukaingia kwenye mtego huu wa kisaikolojia. Kama kuna sehemu hujaelewa au kuna sehemu umejifunza zaidi, unaweza kwa comment sehemu ya comment section. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Usisahau kusubscribe. Mpaka kipindi kingine, bye bye na uwe na siku njema.